Kwa majina naitwa Ezekiel Mpaka, ni wakili wa kujitegemea na mahakama. Nadhani kauli ya Chadema ya no reform no election iliasisiwa kwenye mkutano mkuu kabla, wakati wanaelekea kufanya uchaguzi wao wa ndani, wakimaanisha kwamba kama hakutafanyika marekebisho ya kisheria hasa kwenye sheria za uchaguzi, basi uchaguzi hautafanyika. Kwa kauli hii mimi naona kabisa kwamba Chadema wako sahihi kwenye hichi wanachokisisitiza, hasa ukizingatia kwamba kwenye mienendo ya chaguzi zetu 3-4 zilizopita, namna ambavyo zimeweza kuendeshwa, unaiona kabisa kwamba uchaguzi umekuwa ukitawaliwa sana na kuingiliwa na chama kilichopo madarakani. Kwa mfano, ukichukua uchaguzi wa mwaka 2014 wa serikali za mtaa, ukija kulinganisha na uchaguzi wa 2019 wa serikali za mtaa, unakuja kuona kwamba ni chaguzi mbili ambazo hizo zinaweza kuonekana kama zimefanyika kwenye nchi mbili tofauti. Uchaguzi wa mwaka 2014 kwa serikali za mitaa angalau ulikuwa ni uchaguzi ambao ulihusisha wagombea wa vyama vyote kwa uhuru na kwa uwazi, na ndipo ambapo unaweza kuona kabisa kwamba baadhi ya vyama vya upinzani viliweza kupata wagombea wengi ama wenye viti wengi kuongoza serikali za mitaa. Lakini ilipokuja 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, huo wagombea wote wa vyama pinzani waliweza kuondolewa, na hakuna malalamiko ambayo yaliweza kusikilizwa ama rufaa ziliweza kusikilizwa na zikapewa kipaumbele au zikachukuliwa kwa mashiko. Yaani walionekanika kama ni watu ambao wameleta maelezo ambao ni hopeless, yani hayana maana. Kwa mfano, huwezi ukaniambia kwamba kwenye serikali za mitaa mwaka 2014 viongozi au wagombea hao wa vyama vya upinzani waliokuwa wanagombea kwenye nafasi za wenye viti wa vitongoji na serikali za mitaa walikuwa wanajua kuandika, lakini ilipofika mwaka 2019 wote hawakujua kuandika. Kwa maana kigezo cha kuwaondoa ilikuwa ni wamejaza vibaya fomu. Ilipofika kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, asilimia 90 kama sio 95 wagombea wa vyama vya upinzani walianguliwa pia wabunge, na kwa sababu zikawa ni zile zile, lakini pia hata wale ambao waliweza kubakia waliweza uchaguzi kura zao ziliweza kuporwa, na pia hakuna mahali ambapo waliweza kulalamika na wakasikilizwa. Lakini kwenye uchaguzi huo serikali ilikuwa haioni shida ama kutumia polisi kuingilia kampeni za vyama vya upinzani, kitu ambacho pia kiliendelea kuleta mkanganyiko mkubwa sana. Huwezi ukakuta kwamba mahali popote ambapo leo hii chama tawala kikaandaa kampeni zake zikavurugwa ama ratiba ikawakataza wasifanye hivyo kwa siku hiyo, ile utasikia tu